wake alipe lile deni. Akimaliza kulipa lile deni, yeye atafanya ile transfer of matrimonial property kutoka katika matrimonial property kwenda kuwa mali ya mke, ambapo mke pasina shaka aliweza kumaliza deni hilo, lakini baadaye Mr. Merit akataka kumdhulumu haki yake na kukataa kutransfer haki yake, kutransfer ile nyumba kwenda kwa jina la mke. Basi mke aliweza kufuata mahakama na kutaka kupata haki yake. Maanake tunasema kwamba kisheria kuna maxim moja inasema ubi jus ubi remedium, kwamba whenever there is a right also there is a remedies. Popote ambapo kutakuwa kuna haki ya msingi, basi pia kutakuwa kuna nafuu, kwamba hakuna uvunjifu wa haki unaweza ukatokea pasina mtu kupata nafuu ya uvunjifu huo. Basi aliweza kuifuata mahakama, na Court of Appeal ambayo ilikuwa kiongozwa na Lord Denning iliweza kutoa namna au mazingira ambapo wanandoa wanaweza kufanya mkataba, ambapo iliamua na kusema kwamba katika situation ya Merit na Mr. Merit na Mrs. Merit, anasema kwamba ile ilikuwa ni zaidi ya makubaliano ya watu ambao wapo kwenye ndoa, kwa sababu ni watu ambao tayari walikuwa washaanza kuishi separately wakiwa wameshatengana. Basi mahakama ikaamua kwamba pale kulikuwa kuna makubaliano. Hivyo basi huo ni katika upande wa common law, sheria za nje, ambapo zenyewe zimedadavua aina za makubaliano katika pande hizo mbili, zikiwa zinasema kwamba kuna makubaliano ya kibiashara na sio kwa kibiashara, ambapo tumetoka kuchambua katika upande wa maamuzi ya mahakama wa kesi hizo ambazo tumetoka kuzichambua hapo. Lakini pia katika sheria zetu za Tanzania, ambapo mikataba inaongozwa na sheria ya mikataba sura 345, sheria ya mwaka 1963 iliyofanyiwa marejeo mwaka 2023, sheria ya mikataba ambayo imesema kwamba makubaliano yote ambayo yatakuwa yanafuata vipengele vitatu vikuu ambavyo ni ridhaa huru, lengo la mkataba, pia na malipo halali ya mkataba, basi makubaliano hayo yatakuwa ni mkataba. Ukija kuangalia vipengele vikuu hivyo vitatu vimewekwa katika kifungu namba 10 cha sheria ya mikataba sura 345, sheria ya mwaka 1963, sheria iliyokuja kufanywa marejeo mwaka 2023. Sasa ukija kuangalia ridhaa huru, walikuwa wanamaanisha ni ridhaa gani huru? Ridhaa huru ni yale makubaliano ambayo yatakuwa hayana vishawishi, hayana msukumo, hayana udanganyifu. Ukija kuangalia kifungu namba 13 cha sheria hiyo, sheria ya mikataba, kimesema kwamba watu ambao watakuwa wanaonekana wana ridhaa huru, basi ni wale watu ambao wamekubaliana kufanya jambo moja, na pia kwa makutano ya akili au kwa uelewa wa aina moja, ambapo kifungu hicho kimekuja kuyakinisha maxim moja ya Kilatini ambayo inaitwa consensus ad idem, ambayo inasema kwamba there shall be a meeting of mind, kwamba inabidi kuwe na makutano ya uelewa au makutano ya kiakili katika ufanyaji wa jambo fulani. Hiyo ndio itakuwa ni ridhaa huru ambayo imewekwa katika kifungu namba 13 cha sheria ya mikataba. Pia ukiachana na ridhaa huru, unasema inabidi kuwe na malipo halali. Malipo halali, malipo halali si lazima iwe ni pesa taslim, hapana. Inaweza ikawa ni kitu, unaweza kuwa kuna malipo ya kufanya jambo fulani, unalipwa uende ukampige mtu picha
unalipwa tuseme uende ukafanye jambo fulani ambalo lakini litakuwa halali mbele ya macho ya kisheria, au unalipwa usije ukafanya jambo fulani. Ukija kuangalia kifungu namba 2 kifungu kidogo namba 1 cha sheria ya mikataba kimekuja kuonyesha kwamba kuna ofa ambayo inaweza katolewa ya kufanya jambo fulani au ya kuto kufanya jambo fulani. Pili, ambacho kinaweza kikatimiza kwamba makubaliano yakawa mkataba ndani ya sheria yetu ya Tanzania ni lengo au kusudi halali la kisheria. Tunasema object of the contract, kwamba tunafanya mkataba kwa sababu gani? Labda object ya contract ni gari. Tunafanya mkataba kwa manunuzi au kununua au kuuza gari. Basi hiyo ndio itakuwa ni object of the contract. Lakini pia sheria yetu ya Tanzania haikuishia hapo. Ilizidi kunena mpaka kifungu namba 11 ambapo imekuja kuainisha ni watu gani ambao wana uwezo wa kufanya mkataba na mkataba huo ukawa halali. Ukija kuangalia kifungu namba 11 kifungu kidogo cha kwanza kimesema kwamba watu watatu ambao watu hawa watatu wafuatao ambao wakifanya mkataba huo utakuwa halali ni, ukianza na mtu wa kwanza ni mtu mwenye umri mkubwa ambao umeruhusiwa kisheria. Lakini pia namba 2 ni mtu mwenye akili timamu. Lakini pia namba 3 ni mtu ambaye hajakatazwa, sheria haijamkataza kufanya mkataba. Tukianza na mtu ambaye tunasema ni mkubwa, anatambulika kisheria. Ukija kusoma sheria ya mtoto, sheria ya mtoto iliyokuja kufanywa marejeo mwaka 2023, kifungu namba 4 kifungu kidogo cha kwanza kinasema kwamba mtu ambaye atakuwa chini ya miaka 18, basi mtu huyo atakuwa ni mtoto, atatambulika kama mtoto mbele ya jamii. Basi hivyo kwa sheria yetu ya mikataba, mtu ambaye atatambulika ni mkubwa ni kuanzia miaka 18 kupanda juu. Lakini pia ukiachana na hapo ukija kuangalia hata katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katiba ya mwaka 1977 sura namba 2 iliyofanywa marejeo mwaka 2003, katiba katika ibara namba 5 ibara ndogo ya kwanza inasema kwamba mtu ambaye ataanzia umri wa miaka 18, basi mtu huyo atatambulika kama ni mtu mzima na ana uwezo, ana credibility za kuweza kupiga kura. Basi mtu ambaye atakuwa yupo chini ya miaka hiyo kwa namna moja ama nyingine sheria haimkatazi moja kwa moja kufanya mkataba, lakini kuna mazingira yakiingia ndani ya mkataba, mazingira hayo yatapelekea mkataba huo kuwa batili, tunasema void ab initio. Lakini pia ni mtu mwenye akili timamu. Mtu mwenye akili timamu ni yule mtu ambaye ana uwezo wa kuelewa kile anachokifanya muda huo, pia anaelewa mkataba unamaanisha nini muda huo. Ukiachana na mtu huo, mtu mwingine ni yule mtu ambaye sheria haijamkataza kufanya mkataba. Kuna baadhi ya watu wamekatazwa kufanya mikataba. Ukija kuangalia tunasema ni mtu ambaye yupo katika mufiris. Ni mtu ambaye tunasema yupo katika insolvency, ambaye hana pesa. Tunasema kwamba mtu ambaye hana pesa, hana hela hata kidogo, huyo haruhusiwi kufanya mkataba, kwa sababu mkataba unahitaji mtu kutoa malipo. Sasa ukiwa huna pesa, manake wewe ni mnyonge, na mnyonge hana chochote cha kutoa zaidi ya moyo. Sasa uwezi kufanya mkataba kama huna pesa, manake wewe ni mnyonge, uwezi kufanya mkataba. Lakini pia mtu mwingine ambaye kuna baadhi ya watu wamewekewa order, tunasema wamewekewa amri, inaitwa amri ya mfilingo, wasiweze kufanya mkataba. Hiyo order technically tunaita injunction order, kwamba mahakama inawakataza hawa watu wasifanye mkataba, baadhi ya mikataba wasiifanye. Watu hao wakiweza kufanya mkataba, basi mkataba utakuwa batili. Kwa kumalizia, inabidi tufahamu kuna aina ngapi za mikataba. Aina za mikataba ziko nyingi, zimegawanyika katika makundi mbalimbali, ambapo leo tutaangalia makundi mawili tu. Kuna aina ya mkataba katika namna ambavyo mkataba unaundwa. Tunasema mode of formation, ni mkataba unaundwa kwa namna gani? Kuna mkataba wa maandishi, mkataba wa maneno na mkataba wa vitendo.
Mkataba ambao unapendelewa sana na unashauriwa sana kufanyika ni mkataba wa maandishi, kwa kuwa ni rahisi sana kuthibitisha mbele ya mahakama. Lakini pia kuna aina za mkataba kwa kuangalia uhalali ambazo zipo tatu. Tunasema kwamba kuna valid contract, mkataba halali ambao umepitia vifungu vyote vile, kifungu namba 10, kifungu namba 11. Lakini pia kuna mkataba ambao si halali, tunaita ni void contract. Lakini pia mkataba ambao ni voidable contract, mkataba ambao upo katikati ya uhalali na uharamu, ambapo kunakuwa umekosa baadhi ya vipengele ambavyo kama vikiwepo mkataba huo utaweza kuwa halali. Ukienda kuangalia kifungu namba 19 na kifungu namba 20 cha sheria ya mikataba, sura 345, sheria ya mwaka 1963 iliyokuja kufanyiwa marejeo mwaka 2023, imeweza kuainisha aina hizo mbili za mkataba ambazo ni voidable na void contract. Kwa kusema hayo, ningependa kumaliza na kipindi chetu cha siku ya leo. Nadhani tukutane siku nyingine. Asante.